nchi za Kiarabu za Guba ziko upande gani? Kwa maana hizi Saudia zipo upande gani? Na kwa sababu kuna mataifa mengine ambayo nimeona kuna waandamanaji na wao wakipoti Iran. Sasa hizi nchi zipo upande upi? Nchi hizo za Kiarabu zimedhihirika kwamba haziko pamoja na vita hivi. Zimekasirika kabisa, wamefahamu kwamba hawataki kuingia katika vita hivi, ingawa zimekasirika sana kutokana na hatua ya Iran kushambulia nchi hizo, na zimekasirika sana kutokana na kwamba Marekani na Israel wameingia katika vita licha ya kwamba wamesema wasende vitani. Kwa hivyo ukiangalia kwa undani ukiangalia hadharani ni kwamba nchi hizi za Kiarabu ziko kinyume kabisa na vita hivi, kwa sababu vinaathiri uchumi wao, vinaathiri siasa zao. Kwa hivyo utachukulia kwamba hadharani nchi za Kiarabu zinapinga vita hivi. Oman imekasirishwa sana. Oman imekasirishwa sana kwa sababu inahisi kwamba Marekani, hasa Trump, imesaliti uwezo wake wa kidiplomasia, kwa sababu Oman ilikuwa inafanya upatanishi kati ya Iran na Marekani. Kama tulivyozungumza hapo mwanzoni, walikuwa wanakutana kule Geneva, walionekana kuwa wanafika katika hatua ya kuweza kufikia makubaliano. Walikuwa Jumatatu, wataalamu wao walikuwa wanabidi kukutana, kunyongoa mambo, kutayarisha mambo ambayo ni ya kifundi zaidi kuweza kukamilisha mkataba. Alafu Marekani imeshambulia. Kwa hivyo inaona kwamba imeonea uwezo wa diplomasia, imesaliti sheria za kimataifa. Kwa hivyo nchi za Kiarabu, ingawa kwa upande mwingine tunajua mara nyingi zinakuwa hazina msimamo maalum, lakini kwa safari hii mtu anaweza kusema kwamba zimeonya pasiwepo na vita. Kwa hivyo ziko upande wa kwamba vita visifanyike. Manake nchi za Kiarabu zilifanya juhudi kubwa sana kuweza kukaribiana na Iran. Tuliona katika vita vya siku 12 nchi za Kiarabu zilisaidia sana Iran kuzuia vita hivyo. Kwa hivyo ukitaka kujibu swala lako, nchi za Kiarabu kwa hadharani zilikuwa zimeeleza na zinaeleza wazi kwamba hazitaki vita na zinajaribu kuongoza juhudi za kusitisha vita. Na tunaona kwamba ingawa nchi hizo zilizoshambuliwa, Kuwait, Bahrain, Umoja wa Falme za Kiarabu, zimesema zina haki ya kujilinda kutokana na mashambulio, lakini mpaka hivi sasa hazijaishambulia Iran moja kwa moja, hazijaingia katika vita, lakini ziko katika upande wa kutustahimilia na kuangalia kwamba vita vinasitishwa. Naam, Umoja wa Mataifa na nchi za Ulaya zinasemaje kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea? Sawa, wanakaribia kukaa, lakini wanasema nini kwenye zile taarifa za awali? Siku Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilikutana na Katibu Mkuu Guterres alitoa taarifa moja kwa moja kulaani vita hivyo na kusema kwamba Marekani na Israel wamekiuka sheria za kimataifa, wamekwenda kinyume na uaminifu wa diplomasia na kutaka vita visitishwe moja kwa moja. Ulaya kama nilivyosema imegawika kwa sehemu fulani, na baadhi ya nchi zinaunga mkono kuondolewa Kiislamu, vile vile zinapinga kuwepo kwa vita. Tumeona Ujerumani pekee vile vile ilitangaza jana, wakati waziri mkuu wake kansela wake Myers alipokuwa anakutana na Trump hapa Washington. Lakini kwa ujumla ukiangalia nchi nyingi za Ulaya zilikuwa hazitaki kuona vita vinaanzishwa wakati huu. Kwa hivyo kwa ujumla unaweza kusema kwamba nia ya kimataifa ilishtushwa sana kutokana na vita kuzuka ghafla, na jumuiya ya kimataifa hivi sasa inajaribu kuona kwamba vita hivi vinasitishwa kwa sababu vinasababisha athari kubwa sana. Tunaona kwamba Israel vile vile imeanza kushambulia Lebanon kwa sababu Hezbollah ambayo ilikuwa iliahidi kwamba haitoingia kati imeingia, na Israel inapanua vita hivyo. Kwa hivyo kuna wasiwasi mkubwa zaidi kwa jumuiya ya kimataifa, vita hivi vitakuwa na athari kubwa zaidi. Urusi na China zinaingiaje moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja katika mzozo huu? Bila shaka Urusi na China hazijaingia moja kwa moja katika vita hivi, lakini eleza uungaji mkono wao wa serikali kwamba vita China ilipeleka makombora yake kule Iran
hatufahamu kama zitatumiwa au la, lakini China na Russia zinaunga mkono Iran. Russia jana walisema kwamba hawajapata ombi rasmi kutoka Iran kuingia katika vita hivyo, na China vile vile, manake Iran imejiamini na ilikuwa imeamini kwamba inaweza kujilinda wenyewe. Kwa hivyo Russia na China bila shaka ziko ya Iran. Naam.